Mchepuko sehemu ya kwanza. Karibu katika simulizi mpya yenye hisia, mafundisho, mapenzi, usaliti na maisha halisi ya vijana wa sasa. Simulizi itakayokupeleka kutoka kijijini hadi mjini, ukishuhudia namna ndoto zinavyoweza kubadilika kwa sekunde chache tu. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na TikTok, napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kunipata kwa jina la Chemchem ya Simulizi. Basi anayetupa kisa hiki ni mwanamke anayefahamika kwa jina la Asia. Andamana nami mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii ili ujue mchepuko kafanya nini. Basi simulizi yetu inaanza katika kijiji cha Mwambao. Kijiji ambacho kilikuwa kimetulia pembezoni mwa mto mkubwa uliopambwa na miti mirefu ya mibuyu. Hapo ndipo alipozaliwa na kukulia binti mmoja aitwaye Asia. Asia alikuwa ni msichana mwenye sura ya upole, akili nyingi na ndoto kubwa maishani mwake. Tofauti na wasichana wengi wa pale kijijini, Asia yeye aliamini kuwa elimu ndio ingekuwa daraja pekee la kumtoa kwenye maisha ya umaskini. Basi mamake Asia alikuwa ni mkulima wa kawaida, huku babake akiwa ni mvuvi. Wazazi wake wa Asia walijitahidi sana kwa hali na mali kuhakikisha mtoto wao anafika mbali kielimu. Asia naye hakuwahi kuangusha hata siku moja. Asia alisoma kwa bidii mpaka akafanikiwa kufika chuo kikuu mjini Dar es Salaam. Miaka mitatu chuoni ilipita haraka sana. Asia alihitimu akiwa na matumaini makubwa ya kupata kazi nzuri na kubadilisha maisha ya familia yake. Lakini maisha hayakuwa mepesi kama alivyodhani. Miezi ikapita, mwaka ukakatika. Asia hakupata kazi. Asia kila alipopeleka sehemu tofauti maombi ya kazi, aliambiwa kwamba tutakupigia simu. Lakini simu haikuwahi kuita hata mara moja. Hali ilianza kumbana Asia. Kodi ya chumba ilimuelemea. Marafiki wengi wakaanza kumkwepa taratibu, na maisha ya mjini yakawa magumu kwa upande wake kuliko hata alivyowahi kufikiria. Basi siku moja Asia akiwa amekaa kwenye kigodoro chake kidogo chumbani mwake akitafakari maisha, basi simu yake iliita. Ilikuwa ni simu ya rafiki yake wa karibu aitwaye Neema. Basi Asia alipopokea tu simu, Neema akaanza kumwambia, "Asia, mbona umepotea sana rafiki yangu?" Neema aliuliza kwa sauti ya upole. Asia alivuta pumzi ndefu kisha akasema, "Rafiki yangu, nimepotea kwa kupenda basi. Maisha magumu rafiki yangu. Yaani nimechoka kutafuta kazi. Kwani wewe uko wapi?" Neema alinyamaza kwa sekunde chache kisha akasema, "Bwana, mimi tayari nishapata kazi miezi mitatu iliyopita. Nimeshaanza kula matunda ya kile nilichokisomea." Asia akamwambia, Neema, kwani umefanyaje? Mbona mimi kila sehemu ninayotafuta naona jiji. Yaani hakuna kazi. Maisha yameshaanza kuwa magumu hapa mjini. Yaani huwezi amini rafiki yangu. Hata kodi tu imenishinda. Yaani hata kurudi kijijini naogopa. Nitaambia nini wazazi wangu? Wakati nilikuwa najitapa kwamba baada ya mimi kumaliza tu chuo nitatafuta kazi na nitakuwa na mshahara mzuri. Na baada ya kupata kazi na kuwa na mshahara mzuri, nitaenda nyumbani kwetu, nikabadilisha maisha nyumbani kwetu. Lakini maisha yamenigeukia, maisha yamenielemea. Hata hatua moja ya maisha yangu sijaipiga. Yaani hata sijui ninachokifanya hapa mjini." Neema alimsikiliza sana Asia, kisha akasema, "Pole sana rafiki yangu. Lakini kuna mtu ambaye anaweza kukusaidia." Asia akashtuka. Asia akauliza, akasema, Mtu gani huyo Neema?" Neema akaendelea kusema. Akasema, "Mtu huyo anaitwa Daniel. Ni kaka mmoja serious sana. Na ana connection nyingi na huwa anasaidia watu kupata kazi." Asia alikaa kimya kwa muda baada ya kusikia maneno hayo. Moyoni mwake matumaini yakaanza kurejea kidogo. Asia akauliza, akasema, "Una hakika Neema? Una hakika huyo kaka atanisaidia?" Asia aliuliza kwa sauti ya chini lakini yenye kutaka kujua zaidi. Neema akacheka kidogo. Akasema, "Nawe bwana, yaani kama nimekwambia usijali, basi usijali. Ila Daniel hapendi masiara kabisa pindi anapokutafutia kazi. Yaani akikwambia lete hichi, fanye hivi, nenda hivi, ufanye hivi anavyokuambia. Ukimzingua tu hata kwa dakika moja tu, anakupotezea. Yaani ni mtu ambaye yuko serious sana na maisha yake. Huwa cheki ovyo na wanawake." Asia akasema, "Sawa, basi utanipa mawasiliano ya huyo kaka.
ili niongee naye, lakini pia utanisaidia namna ya kuweza kumwambia ili iwe rahisi aweze kunisaidia. Si unajua wewe na yeye mnafahamiana. Kwa hiyo mimi itakuwa ni vigumu sana kwanza kumshawishi ili aweze kunisaidia. Lakini kwa kuwa wewe na yeye tayari mnafahamiana na kuna namna ambavyo mmesaidiana, basi itakuwa rahisi kama nitapata kazi kupitia wewe. Neema akamwambia haina shida ndugu yangu, ila subiri kwanza nitafute namba yake, kesho nitakutumia. Kwa sababu namba ya simu nilibadilisha na nimebadilisha mawasiliano na watu wengi sana. Basi siku iliyofuata, Neema kama alivyomwahidi Asia, alimtumia namba ya Danieli. Usiku ule baada ya Asia kupewa namba ya Danieli, Asia alikaa kwa dakika kadhaa akitazama simu yake. Moyoni alikuwa na hofu na matumaini kwa wakati mmoja. Asia hakutaka kuonekana msumbufu kwa Danieli, lakini hali ya maisha ilimlazimisha. Basi mwisho Asia akajipa moyo na kuanza kubonyeza ile namba ambayo alipewa. Basi simu iliita. Simu iliita kwa muda mfupi kabla haijapokelewa. Na baada ya kupokelewa, sauti nzito ilisikika ikisema, "Hello?" Sauti ya kiume ilisikika upande wa pili, lakini kulikuwa na kelele nyingi sana nyuma yake. Kulikuwa na muziki mkubwa, watu wakiongea, na sauti za magari zilifanya Asia ashindwe kusikia vizuri. Asia akaanza kuongea, akasema, "Samahani kaka, tafadhali naongea na Danieli." Asia aliuliza kwa sauti ya upole. Sauti upande wa pili ilisikika ikisema, "Ndio. Nani mwenzangu? Danieli aliuliza kwa haraka. Asia akaanza kuongea. Asia akasema, "Mimi naitwa Asia, nimepewa namba yako na Neema." Upande wa pili ukasikika ukisema, sawa." Danieli alisema huku kelele zikizidi. Danieli akasema, "Samahani sana dadangu, sehemu niliopo kuna kelele nyingi sana. Naomba nitafute kesho asubuhi tutaongea vizuri, sawa?" Asia akasema, "Sawa." Asia alijibu kwa utaratibu kabisa. Basi simu ikakatwa. Asia alishika simu yake kwa sekunde kadhaa huku akiwa ameduaa kidogo. Asia hakujua kwa nini sauti ya Danieli ilionyesha mtu mwenye shughuli nyingi na Asia na muda wa kupoteza. Usiku ule Asia kulala vizuri. Mawazo yalikuwa mengi sana kichwani mwake. Na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Asia alihisi huenda kuna mwanga fulani mbele yake. Basi asubuhi ilipofika mapema kabisa, Asia alioga, akavaa vizuri kana kwamba Danieli alikuwa anamuona kupitia simu. Kisha Asia akampigia tena Danieli. Safari hii simu ilipokelewa haraka. Basi upande wa pili ikasema, "Hello Asia." Danieli alisema kwa sauti tulivu tofauti na jana. Asia alishtuka kidogo. Akasema, umenikumbuka?" Danieli akacheka kwa sauti ya chini. Akasema, "Ndio, Neema alinieleza kila kitu kuhusu wewe. Haya sasa, nipe maelekezo yako kidogo." Asia alianza kueleza alichosomea chuoni, mwaka aliomaliza na namna ambavyo alikuwa akitafuta kazi kwa muda mrefu bila mafanikio. Danieli alisikiliza kimya mpaka alipomaliza Asia kuongea. Kisha Danieli akasema, "Sawa, nitumie CV yako pamoja na vyeti, nitumie kwa njia ya WhatsApp." Asia akasema, "Sawa Danieli, ngoja nikutumie sasa hivi." Basi Asia akamtumia Danieli CV pamoja na vyeti vyake. Asia alituma kila kitu alichoombwa. Dakika kadhaa zilipita kabla Danieli hajajibu. Asia alikuwa amekaa kitandani akisubiri kwa hamu kubwa. Mwishowe simu yake ujumbe ukaingia. Ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa Danieli. Danieli aliandika hivi. Akasema, "Asia, nimeviangalia vyeti vyako. Ukweli ni kwamba kozi ulioisomea ni ngumu sana kupata kazi kwa sasa, hasa bila connection." Asia alisoma ule ujumbe zaidi ya mara 3. Moyo wake ukashuka ghafla. Asia alihisi kama ndoto zake zilikuwa zinaanza kufifia tena. Lakini kabla hajajibu chochote, ujumbe mwingine ukaingia kutoka kwa Danieli. Ujumbe ule ulisomeka hivi, "Lakini usikate tamaa. Ngoja nijaribu kuona kama kuna sehemu naweza kukuunganisha." Asia alitabasamu kidogo. Basi siku zilizidi kusonga mbele huku matumaini ya Asia yakizidi kuyeyuka taratibu. Baada ya Asia kutuma CV zake sehemu mbalimbali bila mafanikio, alijikuta hana namna nyingine zaidi ya kurudi kijijini kwao Mwambao. Kurudi nyumbani kwao hakukuwa jambo rahisi kwake. Asia alihisi kama ameshindwa maisha. Kila alipokutana na watu wa kijijini kwao, swali lilikuwa ni lile lile ambalo alikuwa anaulizwa. Watu walikuwa wanamuuliza, "Asia, bado upo huko kijijini? Si ulimaliza chuo wewe? Mbona una kazi kama wenzio?" Asia alikuwa anatabasamu tu kwa maumivu makali. Maisha ya kijijini yalikuwa magumu sana kwa upande wa Asia.
Asia alianza kumsaidia mamake shambani huku akijaribu kuficha huzuni alikuwa nao moyoni. Wakati mwingine Asia alikuwa anakaa peke yake karibu na mtu akiwaza maisha yake yalivyobadilika ghafla. Miezi 6 ikapita. Siku moja jioni, Asia akiwa amekaa nje ya nyumba yao alikuwa akimenya mahindi. Basi alitazama simu yake. Alipoiangalia simu kwa muda mrefu, akakumbuka kwamba kuna namba ambayo aliyoipewa na Neema, namba ambayo inaweza kumsaidia. Namba ile ilikuwa ni namba ya Daniel. Asia aliwaza sana, ampigie Daniel tena kwa mara nyingine, amuombe amtafutie kazi kwa sababu maisha ya kijijini yalikuwa ni magumu. Na alikuwa anajishauri, hivi Daniel ataniona mimi ni mtu aina gani? Yaani nimekaa muda mrefu sijamtafuta na saizi anakuja kumtafuta. Sitaonekana kwamba maisha yamenishinda sana. Hivi Daniel ni mwanaume wa aina gani? Hata achukulia mapungufu yangu kwa ajili ya kuweza kujinufaisha yeye mwenyewe. Basi Asia alisita kidogo kabla kubonyeza simu yake na kuanza kumpigia Daniel. Basi Asia alipiga simu. Simu iliita kisha kapokelewa. Asia akasema, "Halo, Daniel, ni mimi Asia." Daniel akasema, "Asia, uko wapi siku hizi ndugu?" Asia akavuta pumzi ndefu, akasema, "Daniel, nilirudi kijijini kwa sababu maisha nilihisi yamenishinda huko mjini." Daniel alinyamaza kwa sekunde kadhaa kana kwamba alikuwa anafikiria kitu. Kisha akasema, "Asia, kwani kazi bado hujapata?" Asia akasema, "Ndio, bado sijapata kazi. Na ndio maana nimekupigia. Nilikuwa naomba kama una nafasi yoyote unaweza kunisaidia." Daniel alikuwa kidogo kisha akasema kwa sauti ya upole, akasema, "Asia, ukweli kazi ni ngumu sana kupata siku hizi. Hususan katika kozi uliosomea. Yaani umesomea kozi ambayo haina ajira kabisa yani." Maneno yale yalimuumiza sana Asia, ila tayari alikuwa amezoea kuyasikia. Kisha Daniel akaendelea kuongea, akasema ila Asia akanyamaza kusikiliza. Daniel akasema, "Ukirudi Dar es Salaam, tafuta sehemu ya kukaa. Mimi nitakusaidia kulipa chumba kwa mwezi mmoja tu." Asia alishtuka. Kisha Daniel akaendelea kuongea, akasema, "Na nitakupa mtaji wa shilingi 50,000 ili uanze kujitafuta kidogo kidogo kuliko kukaa kijijini ukiendelea kuteseka." Kwa sekunde kadhaa Asia alibaki kimya. Asia hakutegemea kusikia maneno yale kutoka kwa Daniel. Asia akauliza, akasema, "Kweli Daniel?" Asia aliuliza kwa sauti iliyojaa furaha na mshangao. Daniel akasema, "Ndio Asia, ila ni lazima uwe serious na maisha yako." Macho ya Asia yakaanza kuloa machozi ya furaha. Kwa miezi mingi Asia alikuwa ameishi bila matumaini, lakini ghafla alihisi kama Mungu alikuwa amemfungulia mlango mpya. Asia akasema, "Asante sana Daniel, asante kweli, yani asante sana. Mungu akuzidishie pale ambapo umetoa. Asante sana Daniel." Daniel akasema, "Asia, usinishukuru sana kwa sasa. Pindi ukifika Dar ndio tuanze mipango vizuri." Basi usiku ule Asia hakulala mapema. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, moyo wake ulikuwa mwepesi. Basi baada ya wiki moja maandalizi, Asia aliondoka kijijini kwao Mwambao na kurejea tena jijini Dar es Salaam. Safari hii Asia alikuwa na matumaini mapya moyoni mwake. Ingawa Asia hakujua maisha yangekuaje, lakini maneno ya Daniel yalikuwa yamempa nguvu kubwa sana. Basi Asia alipofika mjini, mtu wa kwanza kumpigia simu alikuwa ni Daniel. Basi Daniel akamuuliza, akasema, "Asia, umefika salama?" Asia akasema, "Ndio, nimefika muda huo." Daniel akasema, "Sawa, kuna sehemu nimeshakuandalia, ukaangalie. Si sehemu kubwa sana, lakini inaweza kukufaa kuanzia." Asia alibaki kimya kwa mshangao. Asia kutegemea kama Daniel angekuwa mtu wa kutimiza ahadi zake kwa haraka namna ile. Basi siku hiyo hiyo Daniel alimsaidia Asia kupata chumba kidogo maeneo ya Sinza. Kama alivyoahidi, alimlipia kodi ya mwezi mmoja na kumpa shilingi 50,000 ya kuanzia biashara. Asia alishukuru sana. Akasema, "Daniel, sijui nitakulipa nini kwa wema huu ulionifanyia." Asia alisema siku moja walipokutana. Daniel akatabasamu kidogo. Akasema, "Asia, usiwaze kunilipa. Kikubwa simama kwa miguu yako tu. Pambana." Maneno yale yalimgusa sana Asia. Asia hakutaka kumwangusha kabisa Daniel. Kwa kutumia ule mtaji mdogo ambao alipewa, Asia alianza biashara ya kuzungusha nguo za kike. Asia alikuwa anachukua nguo Kariakoo kwa bei ya jumla kisha kuzipeleka maeneo mbalimbali na kuuza. Asubuhi Asia alikuwa wa kwanza kuamka, jioni alikuwa wa mwisho kurudi. Mvua, jua, kuchoka, vyote hakujali. Asia alikuwa ni binti mchapakazi sana.
Basi kidogo kidogo biashara yake ilianza kuonekana, wateja wakaongezeka, faida ikaanza kuingia na maisha yakaanza kubadilika taratibu. Jambo hilo lilimfurahisha sana Danieli. Kila alipomwona Asia akihangaika kutafuta maisha kwa bidii, moyo wake ulijaa heshima kubwa kwake. Danieli mara nyingi alikuwa anamwambia kwamba Asia, akasema Asia, yani tofauti na watu wengi, wewe upendi kutegemea mtu. Danieli alimwambia maneno hayo siku moja Asia walipokutana. Asia akacheka kidogo. Akasema, Danieli bwana, maisha yamenifundisha kupambana mwenyewe. Basi na kadri siku zilivyopita, mazoea yakaanza kuongezeka kati yao. Danieli alikuwa akimpigia simu mara kwa mara Asia kujua biashara inaendeleaje. Na wakati mwingine walikuwa wanakutana kunywa chai au kula chakula cha jioni kama marafiki wa kawaida tu. Asia alianza kumwona Danieli kama mtu muhimu sana kwenye maisha yake. Na Danieli naye alianza kuvutiwa na namna Asia alivyokuwa na nidhamu, heshima na juhudi za maisha. Basi siku moja jioni, Asia alikuwa akipanga nguo zake tayari kwa ajili ya biashara ya kesho. Ghafla simu yake iliita. Alipoangalia mpigaji alikuwa ni Danieli. Asia alipokea kwa haraka. Akasema, "Hello Danieli." Lakini safari hii sauti ya Danieli ilikuwa dhaifu sana. Danieli akasema, "Asia." Asia akasema, "Naam Danieli, kuna nini? Mbona sauti yako iko hivyo?" Danieli akaendelea kuongea. Akasema, "Yani Asia, nahisi mwili wangu uko vizuri kwa siku ya leo. Yani naumwa sana." Asia alishtuka sana kusikia maneno yale. Akasema, "Oh, pole sana Danieli. Kwani umeenda hospitali?" Danieli akasema, "Ndio, nimetoka hospitali ila najisikia mchovu sana. Naomba kama una muda unaweza kuja kunisaidia baadhi ya kazi ndogo ndogo za hapa nyumbani." Bila kusita Asia alikubali. Akasema, "Sawa, nakuja sasa hivi." Basi dakika chache baadaye Asia alikuwa amefika nyumbani kwa Danieli. Ilikuwa ni nyumba nzuri na kubwa kiasi, lakini mazingira yake yalikuwa ya ukimya wa ajabu. Hakukuwa na sauti ya televisheni wala kicheko cha watu. Kila kitu kilionekana kimya na cha huzuni. Asia alimkuta Danieli akiwa amekaa sebuleni, akiwa amejifunika shuka jepesi. Danieli alionekana ni mtu mchovu sana. Basi Asia alipofika akasema, "Pole sana Danieli." Asia alisema huku akiweka begi lake pembeni. Danieli akasema, "Asante." Asia alianza kufanya kazi ndogo ndogo za pale nyumbani. Alimpikia uji, akaosha vyombo na kupanga sebule iliyokuwa imechanganyikana kidogo. Na kadri alivyoendelea kuizunguka ile nyumba, ndivyo alivyozidi kugundua upweke mkubwa uliokuwa mule ndani. Mule ndani hakukuwa na hata picha nyingi ukutani. Ni picha moja tu iliyokuwa juu ya kabati. Picha ya Danieli akiwa na mwanamke mmoja mzuri aliyekuwa anatabasamu. Asia alitazama kwa sekunde kadhaa ile picha kabla hajamuuliza Danieli. Kisha Asia akasema, "Danieli." Danieli akaitika akasema, Asia akamuuliza Danieli. Akasema, "Kwa nini unaishi peke yako?" Danieli alinyamaza kimya ghafla. Uso wake ukabadilika. Danieli alishusha macho chini kwa muda mrefu kana kwamba swali lile lilikuwa limegusa sehemu ya maumivu makubwa moyoni mwake. Baada ya sekunde chache, macho yake yakaanza kulowa machozi. Asia alishtuka. Akasema, "Oh, Danieli, samahani. Sikujua kama..." Lakini kabla Asia hajamaliza kuongea neno, Danieli akasema, "Hapana." Danieli alimkatisha Asia kwa sauti ya majonzi. Akasema, "Ni sawa Asia." Danieli alivuta pumzi ndefu kisha akaendelea kusema. Akasema, "Nilikuwa na mke." Asia akabaki kimya kumsikiliza. Danieli akaendelea kusema. Akasema, "Mke wangu alikuwa anaitwa Rehema. Tulipendana sana." Danieli akaongea maneno haya huku akifuta machozi yake taratibu. Kisha akaendelea kuongea. Akasema, "Lakini miaka 2 iliyopita mke wangu alipata ugonjwa wa kansa." Sauti ya Danieli ikaanza kutetemeka. Akasema, "Nilijitahidi kwa kila kitu. Hospitali, pesa, dua, lakini sikuweza kumwokoa mke wangu." Machozi yakaanza kumtoka zaidi Danieli. Asia moyo wake ulimuuma sana. Danieli akaendelea kusema. Akasema, "Mke wangu hajaniacha hata na mtoto mmoja." Danieli alisema kwa huzuni kubwa. Akaendelea kusema. Akasema, "Yani tangu afariki mke wangu, maisha yangu yamebadilika kabisa. Yalibadilika tangu siku niliyompoteza mke wangu." Sebule ile ikatawaliwa na ukimya mzito. Danieli akaendelea kuongea kwa sauti ya chini. Akasema, "Yani ndio maana mara nyingi huwa nakunywa pombe. Nakunywa pombe ili kupunguza mawazo. Nakunywa pombe ili nimsahau mke wangu. Nakunywa pombe ili nipate amani ya moyo wangu." Asia alimsogelea karibu Danieli, kisha akamshika mkono taratibu.
Akasema, pole sana Daniel, sikujua kama unapitia kipindi kigumu namna hii, na mbona wewe unaonyesha furaha mbele yangu, pole sana. Daniel akasema, asante, nimeshapoa japo ni mipango ya Mungu. Basi kwa mara ya kwanza tangu walipojuana Asia pamoja na Daniel, Asia aliuona upande mwingine wa maisha ya Daniel, upande wa maumivu, upweke na huzuni kubwa aliyokuwa akificha nyuma ukimya wake. Kuanzia siku hiyo, ukaribu wao ukaongezeka zaidi. Simu zikawa nyingi, ahadi zikaongezeka, na polepole urafiki wao ukaanza kubadilika kuwa kitu kingine tofauti. Wakaingia katika mahusiano. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza wa simulizi inayokwenda kwa jina la Mchepuko. Ni kipi ambacho kitafuata katika simulizi hii? Ili kuyajua yote haya, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na TikTok, napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusearch Chemchem ya Simulizi.